China, Urusi, Korea Kaskazini na kundi la Hamasi wamejitokeza waziwazi kupinga mauaji ya Ali Khamenei yaliyofanywa na jeshi la Marekani kwa kushirikiana na Israeli. Putin anasema kwamba mauaji ya kiongozi mkuu wa Irani ukiukwaji wa kijinga wa kanuni zote, huku akishutumu mienendo isiyo ya aibu na ya kijambazi ya mashambulizi ya Marekani na Israeli. Katika barua hiyo amesema mauaji hayo yalikuwa ukiukwaji mkubwa wa mamlaka na usalama wa Irani na yanakanyaga malengo ya kanuni za mkataba na Umoja wa Mataifa na kanuni za msingi za uhusiano wa kimataifa. Wizara ya mambo ya nje ya Beijing imesema kwamba katika taarifa yao, China ina wasiwasi mkubwa kwamba hali ya sasa ya ukanda wa Mashariki ya Kati inaweza kuingia kwenye shimo hatari zaidi. Rais wa Urusi Vladimir Putin siku hiyo amesema kwamba katika barua ambayo ametuma katika nchi ya Irani, mauaji ya kiongozi wa Irani ni ukiukwaji wa kijinga wa kanuni zote za maadili ya binadamu na sheria za kimataifa. Ametoa rambirambi zake kwa kina kuhusiana na mauaji ya Khamenei na watu wa familia yake katika barua yake kwenda Irani. Korea Kaskazini imelaani vikali shambulio hilo na kukiita kwamba ni kitendo haramu cha uchochezi. Katika barua yao ambayo ametuma, amesema kwamba hatua za kijeshi zimeonyesha ni tabia ya aibu kama ya kijambazi na ya washirika hao wawili ambao amesema wamechagua kutumia vibaya nguvu za kijeshi ili kutimiza malengo yao ya ubinafsi, yani ya kiuni. Nalo kundi la Hamasi limeomboleza kufariki kwa Ayatollah Ali Khamenei. Msemaji mkuu amesema kwamba Khamenei alitoa aina zote za usaidizi wa kisiasa, kidiplomasia na kijeshi kwa watu wetu, sababu zetu na upinzani wetu. Hamasi ilisema kwamba taarifa yake na kuituma katika jeshi la Iran. Hamasi wametaja mauaji ya Khamenei kuwa ni uhalifu wa kivita uliofanywa na Marekani na Israeli katika shambulio la kihaini na baya zaidi. Bado mamia kwa maelfu wanaendelea kuomboleza katika nchi ya Irani kufuatia kifo cha aliyekuwa kiongozi wao Ayatollah Ali Khamenei, na huku mashambulizi kadha wa kadha yakiendelea katika miji tofauti. Hii ni CF Media.